Lema ni mpinzani, kwa vyovyote vile angeongea hivyo. Meya wa jiji la Arusha Maximilian Irange amesema kwamba jiji la Arusha linaendelea kupiga hatua kubwa za maendeleo kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 39.58 inayotekelezwa katika kata za jiji la Arusha zipatazo 25. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Meya Irange amesema kwamba miradi hiyo inalenga kuboresha huduma za kijamii pamoja na kuifanya Arusha kuwa jiji la kisasa linalokidhi hadhi yake kama kitovu cha utalii na makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pamoja na hayo, Meya Irange amezungumzia swala la aliyekuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini Godbless Lema kuhusiana na masuala mbalimbali ya maendeleo, huku akisema kwamba yupo tayari kumtembeza kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ili aweze kujionea yale ambayo walishindwa kuyatekeleza. Kama ilivyo ada, kila robo ya mwaka wa fedha, baraza la madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha huwa wanakaa kwa ajili ya kujadili mipango mbalimbali ya halmashauri, lakini hiyo ikiwa sambamba pia na miradi ya maendeleo ambayo inapelekwa kwa wananchi baada ya makusanyo ya mapato, kwa sababu tunapokusanya mapato, yale mapato tunarudisha kwa wananchi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo. Na kwa robo hii ya mwaka wa fedha wa 2025-26 halmashauri yetu imesaini miradi mikubwa ya kimkakati ya shilingi bilioni 39.8. Shilingi bilioni 39.8 inaenda kufanya kazi kwenye kata zetu mbalimbali. Sasa nikasema basi niseme kwa ufupi ni miradi gani ambayo tunaenda kuitekeleza katika robo hii ya mwaka wa fedha, ambao ni robo ya tatu, na robo ya mwisho ndio hii ambayo tunaendelea nayo. Katika awamu hii tumesaini mradi wa ujenzi wa kituo cha polisi kata ya Moshono ambayo unaenda kugharimu shilingi milioni 145.9. Lakini sambamba na hilo tuna ujenzi wa mtaro wa Suya ambayo unaenda kugharimu shilingi milioni 100.2, ujenzi wa vivuko viwili kata ya Muriet unaoenda kugharimu shilingi milioni 64.5, lakini ununuzi wa magari mawili Toyota pickup ambayo yote kwa pamoja yanagharimu shilingi milioni 360, na tayari yale magari nafikiri tumeshayapokea. Sambamba na hilo tuna mwendelezo wa ujenzi wa jengo la shule ya sekondari ya Bondeni City, shilingi milioni 760 inaenda katika ujenzi huo. Ujenzi wa jengo la shule ya msingi Unga Limited, shilingi milioni 877 inaenda kwenye ujenzi huo, lakini ujenzi wa madarasa 4 na ofisi 2 za shule ya msingi Osunya, shilingi milioni 636. Ukarabati wa ofisi ya halmashauri ya jiji la Arusha ambako ni hapa tuliko, shilingi milioni 123, lakini ujenzi wa jengo la OPD hospitali ya wilaya, shilingi bilioni 11.25. Sambamba na hilo tuna ujenzi wa shule ya msingi Murieti ambao utagharimu shilingi milioni 771. Ujenzi wa jengo la utawala, hili jengo la ghorofa hapa unaoenda kukamilika, yani tunaenda kwenye finishing sasa, ambako itaenda kugharimu shilingi bilioni 9.3 inaenda kwenye jengo hilo, ambalo likikamilika lile jengo la utawala itakuwa ni jengo refu kuliko majengo yote ya halmashauri zote zilizoko Tanzania. Kwa hiyo itakuwa ni jengo la kisasa zenye kumbi za mikutano, zenye restaurant na vitu vingine. Lakini tunanunua bulldozer kwa ajili ya dampo letu la Muriet. Ndugu waandishi habari, ikumbukwe katika mashindano ya usafi yaliyofanyika hivi karibuni, jiji la Arusha pia lilitokea kuwa kinara wa usafi kwenye majiji yote yaliyoko Tanzania, na hii ni kwa kazi kubwa inayofanywa kwa pamoja waheshimiwa madiwani, wataalamu wa jiji na watu wa idara ya afya. Kwa hiyo kwa kuona hilo tukasema tununue bulldozer kwa ajili ya kuhakikisha tunapeleka maboresho zaidi kwenye dampo letu la Muriet, hasa kipindi cha mvua. Lakini tuna ujenzi wa barabara ya Giriki ambayo ile barabara itakuwa barabara ya kwanza hapa Arusha kujengwa kwa mfumo tofauti na ule mfumo tuliozoea wa lami. Ile itajengwa kwa mfumo wa zege ambayo inaenda kugharimu shilingi bilioni 1.799, ambako itaenda kujengwa kilomita 1.1 ikiwa na mitaro ya maji ya mvua na vivuko. Lakini sambamba na hilo tunajenga box culvert. Box culvert ni culvert hizi kubwa ambayo inaenda kujengwa katika
kata ya Olasiti, eneo la Kibo Majengo, ambayo inaenda kugharimu shilingi milioni 733, na tunaenda kujenga pia culvert nyingine, box culvert, ambayo inaenda kujengwa katika barabara ya Mwakalinga na Kiete ambayo iko kwenye kata ya Lemara. Hiyo itaenda kugharimu shilingi milioni 654.2, na sambamba na hilo tunaenda pia kujenga ofisi box culvert katika kata ya Olerian nafikiri, ambako ni kwenye barabara ya Banana Isaac Babu, ambayo hii inaenda kugharimu shilingi milioni 586.3. Sasa miradi yote hiyo kwa pamoja inaenda kupeleka kiasi cha shilingi bilioni 39.8 ambayo inaenda kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiacha miradi mingine mikubwa ambayo inaendelea kujengwa, tuna stendi ya Bondeni inajengwa kwa hela za serikali kuu, lakini uwanja wa Afcon sasa tunaungana na serikali kuu kwa kupeleka miradi mikubwa, miradi ya kimkakati katika kata zote 25, kuifanya Arusha yetu iwe na utayari mkubwa kwa mashindano yale makubwa ya Afcon mwaka 2027. Lakini sambamba na hilo, jiji letu ni jiji la kitalii ambako tuna aina 4 ya utalii: utalii wa safari, utalii wa kimichezo, utalii wa kimatibabu na utalii wa kimikutano. Tunataka Arusha iweze kuwa jiji la mfano katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ukizingatia pia sisi ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo sisi ni mji wa kidiplomasia, mji ambao unatembelewa na wageni wa namna mbalimbali. Lema ni mpinzani, kwa vyovyote vile angeongea hivyo. Ukiwa mpinzani lazima utapinga tu. Lakini Lema anasahau kulikuwa na stendi ya Bondeni ambaye bajeti ilianza kwenye ile baraza lao, hawakuwahi kujenga. Kulikuwa na soko la Mrombo, wakati wao haikuwahi kujengwa. Kuna soko la Kilombero, wakati wao haikuwahi kujengwa. Kuna barabara za lami kibao ambazo wakati wao haikuwahi kufanywa. Sisi tumefanya, na tumefanya kwa sababu sisi tunaamini zaidi kupeleka maendeleo kwa wananchi badala ya kupiga kelele kwenye majukwaa ya kisiasa. Kwa hiyo mimi nafikiri siku mimi nafanya ziara, mkaribisheni Lema, ni mwananchi wetu. Sisi ni viongozi wake. Tunaweza tukamchukua mwananchi, oya, kipindi kile mlichoshindwa sisi tumekitekeleza. Tutaanza vitu kibao, hata bajeti ya hii hata hili jengo wakati wao walishindwa kujenga kwa sababu ya migogoro waliokuwa nayo, lakini sisi tumejenga. Kwa hiyo Lema kama mpinzani ana haki sana ya kukosoa, lakini ajitahidi pia kukosoa katika namna ambayo hata nyinyi labda ambao ni layman ambao hamuelewi mnaweza msimshtukie, lakini kwa hili mnamshtukia.